Kwa uchungu mkubwa, Miklina Kenya ambaye ni mkurugenzi mtendaji wa asasi ya kiraia ya Girls with Books au wasichana na vitabu inayofanya kazi ya kuelimisha wasichana kuwa waleta mabadiliko na wajenzi wa amani kwa kuwa ni waathirika wakubwa wa vita, ameniambia kuwa I would want from the world to really support South Sudan. Ningependa dunia iishike mkono Sudan Kusini na sio tu kupitia serikali bali kupitia pia NGOs ili wajue hasa kile kinachoendelea. Kumekuwa na mikataba mingi ya amani iliyotiwa saini lakini hakuna matunda yeyote. Kama mazungumzo ya hivi karibuni ya amani yanayoitwa Tumaini ambayo pia hakuna cha maana kinachotoka huko. There is nothing really tangible coming out of that. Akaenda mbali zaidi na kusema, what we have seen and what we know as tunachokiona na kufahamu ni kwamba wale wanaoongoza na kuzungumza kwa niaba ya raia wa Sudan Kusini wanajiwakilisha wenyewe, familia zao na vijiji vyao, na hawajaweka mbele maslahi ya watu, wanawake, wasichana, wazee na watoto wa Sudan Kusini wanaoteseka. Inasikitisha kuona nchi mpya inaporomoka haraka namna hiyo na kutumbukia shimoni, falling so fast like that into the deep. Hivyo ametoa wito. I would ask the international community not to pay a deaf ear. Ningependa kuiomba jumuiya ya kimataifa kutoziba masikio kwa kile kinachoendelea Sudan Kusini na pia kuziomba nchi jirani kutochochea janga la Sudan Kusini, badala yake ziwe kama kaka na dada mkubwa, kusaidia na kuleta amani badala ya kushikamana na wenye nguvu, hali ambayo haitoleta amani na kutotatua changamoto ambazo watu wanazipitia kila siku. Normal people are going through every day.